Tunamshukuru Mungu. You are happy to see you again. Asanteni na mimi nimefurahi kuwaona wote. Asante. Karibu tuingie darasani. Amen. Basi tunaweza tukafunga macho tumuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante mfalme wa amani kwa asubuhi nzuri ya leo. Tunasema ni asante kwa kuwa hii ni siku iliyoyumba, hii ni siku ambayo tunaenda tena kupata neno lako, tunaenda kukufahamu wewe zaidi. Roho Mtakatifu, tunaomba ukawe nasi, tunaomba ukatuongoze, fungua akili zetu, fungua fahamu zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba kila neno ambalo tutajifunza tukalipokee, tunaomba roho ya ufahamu ikatuongoze katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba na wote tuseme amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Sasa Jumatatu tulikuwa tuna kipindi kizuri ambacho ilikuwa ni muendelezo. Tunajifunza namna gani tunaweza tukafanikiwa kibibilia. Na Jumatatu tulikuwa tunaangalia ni namna gani mtu yoyote anaweza akafanikiwa kibibilia kwa kubadilisha akili yake. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza ni namna gani sasa huyu mtu atatakiwa aanze kubadilisha akili yake au fahamu zake au fikra zake. Na tukawa tuna mfano mzuri, kwa maana tulikuwa tumeangalia kutoka kitabu cha Mwanzo 11, tukaona ni namna gani kuna watu walikuwa wamejiandaa wakasema tutajenga mnara wa Babeli. Tunaona kuwa watoto wa Kain ilifika sehemu wakasema ngoja tujenge mnara wa Babeli, na Nimrod ndo alikuwa anawaongoza. Wakasema huu mnara tujenge utoke kuanzia duniani mpaka mbinguni. Na inasemekana walikuwa wanataka wajenge mnara wa Babeli ili hata kama Mungu akileta gharika tena wawe wanaweza kwenda mbinguni direct, wasiangamie. Wakasema sasa hivi hatutaki tena kuangamia wote, kwa hiyo tutajenga mnara. Hiyo inasemekana, haijaandikwa kwenye Biblia. Sasa tukaona ni namna gani walikuwa wameweka lengo kubwa. Yaani walikuwa wameset a very big goal. Goal yao ilikuwa ni kubwa sana. Kwa tutaweka mnara ambao utaanzia duniani mpaka mbinguni. Na ni jambo ambalo lilitushangaza wote, kuwa kwa macho ya Mungu alikuwa ameona kuwa wamefanikiwa kufanya hivyo. Yaani Mungu alikuwa akiwatazama, anaona hawa wamefanikiwa kujenga mnara kutokea duniani mpaka mbinguni. Na Biblia ikaendelea kutuambia kuwa huu mnara walikuwa Mungu wakati anawatazama, Mungu alikuwa ameona kuwa wamefanikiwa kujenga kwenye akili zao au kwenye fikra zao. Na kwa sababu walikuwa wamefanikiwa kujenga kwenye fikra zao, Mungu mwenyewe anasema, sio nabii, Mungu anasema basi sasa wakianza hili jambo, yaani wakianza sasa kupanga matofali, hakuna chochote ambacho kitawazuia wao kufikia hii goal au kuaccomplish hiki kitu ambacho wametazamia kukifanya. Kwa hiyo tukaona kuwa ni muhimu sana mtu aanze kubadilisha fikra zake, mtu aanze kubadilisha mtazamo wake, mtu aanze kubadilisha akili yake ili afanikiwe, ili aweze kupata mafanikio fulani au ili afikie mafanikio fulani. Jambo la kwanza ni lazima mtu abadilishe fikra zake au fahamu zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tukaona jambo la pili. Kwa maana sasa tumejua, ilifika sehemu wote tukaelewa kabisa, tukajua kumbe nikibadilisha akili yangu, Biblia inasema awazavyo mtu akilini ndivyo alivyo. Kwa hiyo kumbe akili yangu nikiweza kuibadilisha mpaka ifike sehemu kuwa mimi ninawaza utajiri, ndivyo nitavyokuwa. Biblia imesema kabisa anavyowaza mtu akilini ndivyo alivyo. So ndivyo yani imesema ndivyo alivyo. So atakavyokuwa ndivyo alivyo. Yani akili yako ilipo sasa hivi ndo namna maisha yako yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukajua kabisa ili tuweze kubadilika tunatakiwa tubadilishe kwanza mtazamo wetu au fikra zetu. Kwa maana tukiweza kubadilisha mtazamo wetu au fikra zetu, tukawaza mambo makuu zaidi, na ikafika sehemu fahamu zetu na fikra zetu zikawa ni za juu, maisha yetu yatakuwa ni ya juu. Lakini tusipofanya hivyo, basi maisha yetu yatakuwa yanaendana na fikra zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tukasema hatutakiwi kuanza kubadilisha nguo, mavazi, magari, wala hatutakiwi kuanza kubadilisha vitu ambavyo havitusaidii kwenye maisha yetu. Kuna vitu ambavyo huenda tunajaribu sana kuvibadilisha ili jamii iweze kupata mtazamo fulani kuwa maisha yetu yanasonga mbele. Ila watu wengi hawabadilishi kile kitu ambacho ndo kinatakiwa kibadilishwe. Watu wengi wanabadilisha vile vitu ambavyo kesho kutwa bado yuko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukasema ili mtu aweze kubadilisha fikra zake, mtu anaweza kubadilisha fikra zake kwa kusoma neno la Mungu.
Hii ni njia moja na njia kubwa kabisa ambayo mtu anaweza akabadilisha fikra zake. Na ukisoma kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2, huu mstari wa tukusoma lakini nitakuelezea. Biblia inasema sasa tubadilishe through the renewing of our minds. Kwa hiyo Biblia inatusisi tusiwe kama dunia ilivyo, tusiwe kama watu wa duniani. Hatutakiwi kuconform to the patterns of the world. Yaani hatutakiwi kuwa na mienendo kama watu wa duniani. Kwa watu wa duniani wakitaka kubadilisha vitu, wanataka wabadilishe nguo, mavazi, magari, hivyo vitu. Biblia inatusisi tulio wa Kristo to renew au tubadilishe akili zetu, mitazamo yetu, fikra zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili neno latoka kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2. Kuwa jambo muhimu ambalo sisi tunatakiwa tulibadilishe, tunatakiwa tubadilishe akili zetu. Na kwa nini tubadilishe akili zetu? Leo tutasonga mbele hapo. Kwa nini tubadilishe akili zetu? Na ni namna gani mtu anaweza akabadilisha akili yake? Tulipata dondoo kidogo wiki iliyopita wakati tunafunga somo. Tukaona kwa Biblia inatuambia tulinde sana mioyo yetu, kwa maana kutoka kwenye mioyo yetu ndipo chemchem za uzima zinapotokea. Kwa hiyo tukaona ni muhimu sana tulinde mioyo yetu, na Biblia ikitumia neno moyo inamaanisha akili. Kwa tulinde sana akili zetu, kwa maana mambo yote ya maisha yetu au mambo yote ambayo yanahusu maisha, issues of life, zinatoka moyoni. Kwa hiyo ni muhimu sana tulinde mioyo yetu, kwa maana ndiko zinapotoka chemchem za uzima, au mambo yote ya maisha yanatoka kutoka moyoni mwetu. Na tukajua kuwa moyo ni akili. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa tulinde sana akili zetu, kwa maana vitu vyote katika maisha yetu vinatoka kwenye akili zetu. Na tumeona kuwa hata akili zetu zikibadilika na maisha yetu yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila leo tutasonga mbele kidogo, kwa maana ili mtu yoyote aweze kufanikiwa, ni lazima ajue kuwa anatakiwa aweze kubadilisha fikra zake. Kwa hiyo leo somo letu tunaendelea hapo kuwa ni namna gani tutabadilisha fikra zetu mpaka tupokee mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tutasoma kutoka kwenye Biblia, na ninaomba tuanze kusoma kutoka kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 37 na mstari wa 38. Kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 37 na 38. Ndiyo, Yohana mlango wa 8 mstari wa 37 na mstari wa 38. Kuna kitu hapa nataka tukiangalie. Neno la Mungu linasema, najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahim, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo miyatendayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba hapo pia utusomee Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 20. Kitabu cha Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 20. Ndiyo. Nao unasema hivi. Ndiyo. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Naomba urudie tena. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ili jambo ambalo leo nitakuonyesha ni jambo muhimu mno. Sasa hapa kwenye Yohana unaona ni namna gani Yohana walikuwa wamepelekwa mbele ya Mafarisayo. Na walipokuwa wamepelekwa mbele ya Mafarisayo, ili tusitumie muda mrefu nitakueleza kwa ufupi. Ndiyo. Mafarisayo walikuwa wamewafunga kwanza, wameweka kwanza kwenye ulinzi. Wakawaambia sasa, kuanzia leo hamtakiwi tena kuhubiri habari za huyu Yesu. Hamtakiwi tena kuzisema. Hivi vitu mkivisema sasa hivi, tukiwachukua nyewe tutawafunga na tutakuwa tunawapa adhabu kali sana. Tutawapiga mijeledi na hatimaye hata tunaweza tukawaua. Lakini hizi habari za Yesu hamtakiwi kuendelea kuzisema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndio tunakuja kuona kuwa
Yohana anakuja kujibu na Petro anasema, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanasema wao hawawezi kuacha kuyanena, hawawezi kuacha kuyanena mambo walioyaona na kuyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hebu tuangalie hili neno kuwa hatuwezi kuacha. Hatuwezi kuacha. Hatuwezi kuacha. Kumbe kuna kitu ambacho kikifanya kinaweza kikakufanya wewe usiweze kabisa kuachana na tabia fulani. Kuna mtu hawezi kuacha ulevi. Kuna mtu hawezi akaacha umalaya. Kuna mtu hawezi kuacha wizi. Kuna mtu hawezi kuacha labda usingizi au uvivu au uzembe. Kuna mtu hawezi kuacha. Lakini ni kwa nini hawezi kuacha? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini hawezi kuacha? Biblia inasema ni kwa sababu ya mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe ukimwona mtu alivyo na tabia ambayo hawezi kuacha ni kwa sababu ya mambo anayoyaona na kuyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mithali 4:20 kuwa tulinde sana mioyo yetu kuliko vyote tuvilindavyo, kwa maana ndivyo mambo ya maisha yanapotoka. Sasa unawezaje kuulinda huu moyo wako? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nimekuambia moyo ni akili. Sasa kulinda akili, unatakiwa ujue kuwa akili nitailinda kupitia vitu ambavyo ulinzi wangu wa akili ni kuzuia vitu vinavyoingia. Vitu huwa vinaingiaje kwenye akili yako? Ni kupitia malango ya macho na malango ya masikio. Kwa hiyo leo hii malango yangu ya macho yakiwa wazi, kuwa ninataka kuona kila kitu, na malango yangu ya kusikia yakiwa wazi, kuwa nataka kusikia kila kitu, hivi vitu vinaenda moyoni au vinaenda akilini. Vikishaenda akilini, vikikaa akilini, itafika sehemu vinataka kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Itafika sehemu vinataka kufanyaje? Kutoka. Vinataka kutoka. Naomba nirudie tena. Hao wanafunzi wa Yesu wamepelekwa kifungoni, wako kwenye hali ngumu sana, lakini wanasema jambo moja. Wanaambia acheni kumhubiri Yesu, acheni kusema habari zake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mtu mwingine anatakiwa aache uvivu, aache uzembe. Kuna mtu mwingine anatakiwa sasa aache tabia zake mbaya. Biblia inasema wanajibu kuwa maana sisi hatuwezi kuacha. Kwa hiyo kuna jambo ambalo huwezi kuliacha. Huenda kwa muda mrefu unataka uache kitu fulani. Yaani kwa muda mrefu unajua kabisa, yani hiki kitu mbona kimeniweka mimi kama mtumwa. Nataka kukiacha ili nisonge mbele. Nataka kukiacha ili maisha yangu yasonge. Nataka sasa niachane na hili jambo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niachane na hizi tabia. Nataka niachane na haya mawazo mabaya. Nataka niachane na hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema hatuwezi kuyaacha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Mambo tuliyoyaona na tuliyoyasikia. Kwa hiyo vitu vyote unavyoviona, vitu vyote unavyovisikia vinaenda moyoni mwako. Nimekwambia moyo inamaanisha akili isiyofahamu, subconscious mind. Na mwanadamu ana akili fahamu na akili isiyofahamu. Akili fahamu ni kama tu 3 hadi 5 ya akili yako. Yaani akili ambayo tunatumia ku reason ni 3 tu hadi 5. 95 ya akili yako, sijui unavohema, moyo unavopiga, damu inavozunguka, ngozi yako inavojijenga, mifupa, kila kitu, nywele, hiyo ni akili ambayo sio fahamu ndio inafanya hivyo vitu vyote. Kwa hiyo Mungu anatuambia tuilinde hiyo akili. Kwa maana na yenyewe pia huwa inapokea vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na inapokeaje vitu? Akili yako inapokea vitu kupitia malango ya macho na malango ya masikio. Bwana Yesu asifiwe. Labda nikueleze kitu utanielewa sana. Utanielewa sana kwenye mfano. Unaweza ukawa umekaa unaangalia movie. Ukiwa umekaa unaangalia movie, unaweza kuona kuna marafiki wawili. Hao marafiki wawili labda mmoja walikuwa wote wana maisha sawa. Mmoja akaanza kufanikiwa, huyu mwingine akaanza kuchukia. Yaani akaanza kutengeneza chuki, wivu. Anaanza sasa kufanya mambo nyuma ya pazia ambayo sio mazuri kwa ajili ya rafiki yake ile afeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yani anaanza mwenzake ashuke chini. Wewe unaangalia ile kama movie. Ukisha movie umeangalia ikaisha, unasema
akili yako fahamu inakwambia hii ni movie, yani mambo tu ya kupuuzia, yani hii ni sinema. Akili yako ambayo so fahamu, ambayo ndo 95% ya akili yako imepokea lile jambo. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kesho kutwa rafiki yako ambaye ni rafiki yako kindaki, yani rafiki yako sana, akiwa na wewe, akianza kufanikiwa, ghafla utaanza kupata yani utaanza kujisikia wivu. Unaanza kujisikia kwa nini huyu anafanikiwa? Yani kwa nini sio mimi? Yani unaanza kupata yale mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Yani kuna kitu kinaanza, yani kuna muda hadi unaweza ukakaa ukasema lakini huyu si rafiki yangu, acha afanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini unaanza kupata yale mawazo kuwa huyu kwa nini anafanikiwa? Kwa nini sio mimi? Yani kwa nini unaanza kuona ule wivu? Kwa nini unaanza kuona vile vitu? Ni kwa sababu kuna muda akili yako ilipokea. Na akili yako ilipopokea ulikuwa unaona tu ni kama movie, yani maigizo. Hii ni sinema tu. Hiyo sio kweli, ni sinema tu, watu wameact. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe haukulinda moyo wako. Haukulinda moyo wako. Tulisoma Zaburi mlango wa kwanza, inatuambia heri mtu yule asiyekaa, asiyekwenda. Hakukaa barazani pa watu wenye mzaha. Hakukwenda nao, hakutembea, hakukaa nao njiani. Hakutembea nao. Yani hakushiriki kabisa. Tunavyoambia tulinde sana mioyo yetu, inamaanisha tunatakiwa tujenge ukuta kabisa, kuwa hata tu kuona vile, japokuwa wewe haujui, japokuwa hujui kama inakuathiri, vile vitu vinakuathiri kwenye akili isiyofahamu. Kwenye akili isiyofahamu. Sasa huyu Yohana na Petro walikuwa wamekaa na Yesu muda mrefu. Miaka 3 wamekaa na Yesu. Yani kila kitu wanamwangalia Yesu. Anaponya watu, wanamsikia, wanamuona. Wanamuona, wanamsikia, wanamwangalia, wanatembea naye, kila sehemu wako naye. Wanakuja kuambia wacheni kufanya mambo. Wanasema maana sisi hatuwezi kuacha. Kwa sababu ya mambo tuliyoona na mambo tuliyosikia. Hatuwezi. Ghafla sisi tumebadilika. Yaani Biblia inasema Petro, hata mtu angemuona hivi, anamwambia Petro, wewe unafanana na Yesu. Kwa maana Petro alikuwa amekaa na Yesu kiasi kwamba Yesu anavyotembea ndio hivyo anavyotembea. Yaani hata anavyoongea naye ndio hivyo, na wenyewe pia walikuwa wanaongea. Kwa hiyo kupitia tu maongezeo wanajua hao ni wanafunzi wa Yesu. Kupitia tu mawazo yao wanaona hao ni wanafunzi wa Yesu. Sasa nikuulize swali. Kama Yesu aliweza kuchukua watu wa chini kabisa, watu wa chini ambao hawana uwezo, ameenda kuchukua watu ambao walikuwa kwenye jamii, wengine hadi walikuwa wanadharaulika. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya miaka 3 akawabadilisha. Ndani ya miaka 3 akawabadilisha kabisa. Wakawa ni maapostles, wakawa ni watu wakuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe usibadilishe maisha yako kutoka kwenye sehemu ambayo upo, ambao hauna mafanikio, ili uende kwenye mafanikio? Unajua ukiiga pattern ya hawa wanafunzi na utabadilika. Hawa kwa miaka 3.5 walikubali kuangalia na kusikia vitu ambavyo vitawajenga kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu kwa miaka 3.5 au maisha yake yote hakubali kukaa chini na kutazama vitu ambavyo vitamjenga na vitu ambavyo vitamsaidia kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanafunzi walikuwa ni watu ambao kwenye jamii hata wanadharaulika. Lakini unakuja kuona heshima ambao wamepata. Ni kwa sababu ya miaka 3.5 ya kuangalia kitu na kusikiliza kitu, akili zao zikabadilika. Ufahamu wao ukabadilika. Kila kitu kuhusu wao kikabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu sasa hivi ni maskini. Kuna mtu sasa hivi hawezi. Kuna mtu sasa hivi hana hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili aweze kubadilika, hafanyi zile hatua za kubadilika. Bado utamkuta anaangalia vichekesho TikTok. Bado utamkuta anapoteza muda, anasikiliza umbea. Anataka asikilize tu channel za umbea, anataka aangalie ujinga, anataka akae na series. Yaani anataka afanye vitu ambavyo havitamsaidia. Naomba nikwambie, hata baada ya miaka 10 maisha yako yatakuwa hapo hapo. Lakini ukisema kuanzia leo naanza kubadilika. Mimi ni mfanyabiashara. Nitaanza kuangalia stories za wafanyabiashara. Nataka kuzisikia. Hivi Bakresa alianzia wapi? Naambiwa alikuwa hana hela kabisa. Mpaka akawa bilionea. Na Mohamed Dewji alianzia wapi? Na watu wote ambao walikuwa hana hela, walianzia wapi mpaka wakafanikiwa? Ukianza kusikiliza zile habari zao na ukianza kuwatazama, kila siku wewe unawatazama, unawasikiliza. Unawatazama, unawasikiliza. Unawatazama, unawasikiliza. Utakuwa hivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakuwa kama wao. Kwa maana Biblia inasema hatuwezi kuacha. Yaani inamaanisha sasa hivi mimi nafanana na Yesu. Petro anaona anawaambia Mafarisayo, sasa hivi mimi nafanana na Yesu na siwezi kuacha. Na ni kwa sababu ya mambo ambayo nimeyaona na kuyasikia. Mambo ambayo niliyaona na kuyasikia yameshanijenga, ndio maana niko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mtu ana tabia fulani, lakini ni kwa sababu ya mambo aliyoyaona na mambo aliyoyasikia. Ukiweza kuregulate vitu unavyoviona na vitu unavyovisikia, maisha yako yatabadilika sana. Hivi unajua Solomon tunasema alikuwa ni mtu mwenye hekima sana duniani. Labda alikuwa ni mtu wa pili kwa hekima duniani baada yani chini ya Yesu Kristo Solomon. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuambia hivi, sasa above all else, yani juu kuliko vyote, ukisahau mausia yote ambayo nimekueleza kwenye hiki kitabu cha Mithali, yani ukisema ukiyapuuzia au mausia mengine yote niliyokuambia, ukiyasahau, above all else guide your heart, linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Kwa hiyo huyu mtu mwenye hekima kuliko wanadamu wengine anatuambia kitu kimoja, kuwa kama utasahau mausia yangu yote mengine niliyokupa, linda sana akili yako kuliko vyote uvilindavyo. Na ulinde sana akili yako ambayo siyofahamu kuliko vyote vingine unavyovilinda. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya maisha yanatoka huko. Kwa sababu mambo ya maisha yanatoka huko. Kwa hiyo mimi leo hii nikisema ninataka kuwa, labda mfano, mimi leo hii nataka kuwa mtangazaji bora. Nataka kuwa mtangazaji bora. Kitu ambacho nataka kufanya, ninatakiwa maisha yangu na kila saa niangalie watangazaji bora walivyo. Wanaongeaje? Wanahudumu vipi? Wanafanyaje? Labda nani ndo mtangazaji bora duniani? Huyu mtangazaji bora duniani anatangazaje? Kwa nini watu wanapenda anavyotangaza? Huwa anaongeaje ili watu wavutiwe? Anafanya kitu gani ambacho kina grab attention za watu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima sasa, mimi kama mfanyabiashara, mimi mtu ambaye nataka kufanikiwa kibiashara, ni lazima nianze kufuatilia hao wafanyabiashara wanafanyaje kazi zao. Nilikwambia nyuma, changamoto sio biashara. Biashara hiyo ambayo unaifanya wewe kwa haikupi faida. Kuna mamilioni ya watu wanapata faida. Unaenda wewe una frame, unaona frame hainipi faida mpaka unaifunga. Nimekwambia changamoto sio frame. Changamoto ni hiyo akili inayoongoza hiyo frame. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili hiyo frame yako ifanikiwe, unatakiwa tu ubadilishe akili yako. Na so changamoto sio kubadilisha ile frame, kesho kufuga kuku, kesho kuta utafuga nguruwe, kesho kuta utafuga hawa. Changamoto ni hiyo akili ambayo inaendesha hiyo biashara moja. Ndio unatakiwa tu ibadilishe. Achana na masuala ya kutaka kubadilisha kila kitu. Utabadilisha biashara zote zitaisha. Badilisha akili yako. Sasa kubadilisha akili yako, naweza nikakwambia ndio kitu kigumu zaidi duniani. Unaweza ukakiwekea mkakati wa kukifanya. Tunaongea kama ni rahisi, sio rahisi. Kwa maana adui amesha program. Adui anajua kabisa Wakristo ili wafanikiwe wanatakiwa wawe majasiri, wasiwe waoga. Bwana Yesu asifiwe. Nitachokifanya, nitahakikisha habari zote kwenye media zote ni ambazo zinamtia mtu hofu. Gari limepinduka, ndege imeanguka, hiki kitu. Yaani ukigusa na habari zote zinazoenda viral ni zile ambazo tu ni matukio ambayo kama yanatisha vile. Yaani kitu chochote ambacho kinataka kimwekee mtu hofu ndio kimekuwa news. Bwana Yesu asifiwe. Yaani adui anataka masikio yetu yasikie tu habari mbaya. Habari mbaya. Na habari mbaya ndo kwenye jamii zimejijenga sasa kuwa news. Breaking news. Ukisikia breaking news yoyote ni tukio, labda utaambiwa ndege imeanguka imeua watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui anataka habari mbaya ndio watu wasikie. Yule anasema umbea kuhusu mtu fulani. Huyu anamsema huyu. Yule amempiga yule. Kwa hiyo adui anataka ni habari za namna hiyo. Ndio maana hata masuperstar wakitaka jamii wafahamu zaidi, wanaanzisha mshike baina yao. Leo mimi na beef na huyu. Yaani habari mbaya tu, kwa mimi na chuki na huyu mtu fulani. Huyu kanifanyia hiki. Yaani kwa maana hizo ndo habari ambazo adui anataka watu wasikie. Hizo habari zinajenga hofu ndani yako. Na zinavyojenga hofu ndani yako, huyu mtu hawezi kufanikiwa kwa sababu hofu ndio inajijenga. Yes. Adui anajua watu kusikia nimewaweza. Sasa kwenye kuona, wanaona nini? Wanaona nini? Nakwambia
ukifanya research yako, ukiingia mtandaoni, kitu ambacho utakiona ni yani, hata kama umeregulate sana mitandao yako, ukiscroll picha 3-4 utaona picha za watu wako uchi, wamevaa tu vichupi, wamefanyaje, yani utaona tu picha za naked people. Hata kama unasema unaenda kununua headphone, utaenda mjini unasema nataka kununua headphone, unataka kununua headphone, utaona boxi limewekwa picha la mwanamke tu, yani kavaa tu, yani haihusiani. Headphones hazihusiani na picha, hazihusiani na nini, lakini utakuta tu hiyo picha. Bwana Yesu asifiwe. Yani kitu chochote ambacho hata akihusiani na yani akina uhusiano hata na picha ya mtu ambaye yuko uchi, utakuta picha ya mwanamke ambaye yuko uchi ndio iko hapo. Adui kuna kitu anataka watu waone. Kuna kitu ambacho adui anataka watu waone na watu wasikie, na ana program hivyo vitu ili hawa watu wasibadilike, ili hawa watu wasifanikiwe, ili hawa watu wasisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kesho kutu unakuta kila mtu anataka avae nguo ambazo ni fupi. Nguo ambazo ni bado zitamuonyesha mikono, miguu. Yani kila mtu anataka tu avae nguo ambazo sio sawa. Kwa nini? Kwa sababu adui ana programming kitu kwenye jamii kwa ndo kiwe hivyo. Na ngoja nikueleze kitu. Ukijiona ndani yako unataka uvae nguo ambazo zinakuonyesha, yani nguo fupi. Jua kitu kimoja. Kwenye Biblia inatuonyesha pepo akimvaa mtu, jambo la kwanza, pepo yoyote akimvaa mtu, unajua ni jambo gani? Huyu mtu anaanza kuchana nguo zake, anaanza kurarua mavazi. Kwa hiyo yani ukiona mtu tu anataka awe na nguo fupi au amevaa mavazi ambayo yako kama yanamuonyesha zaidi, unajua tu ni manifestation of a demon. Yani kuna kitu ambacho kimemuingia lakini hajui. Kwa hiyo wote wanavaa nguo fupi ni wameshaingiliwa. Kuna kitu ambacho kimeingia lakini hawajui. Hawajui kwenye ufahamu wao. Kuna mgeni. Yes, kuna mgeni kaingia. Yes. Na unajua Wakristo kuna jambo moja ambalo hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Pepo akimuingia mtu, sio kila saa hata ukienda kanisani atakuepo. Kuna muda pepo anamuingia mtu tu na kumtoka. Mfano, sisi wanaume, unaweza ukawa unaendesha gari, unatembea, alafu kuna pepo anaweza sasa akakuvaa for some seconds. Anakuambia angalia ile piskali, muangalie yule mwanamke, muangalie yule. Immediately wewe unaweza ukamwangalia, alafu ukaona okay, nimemwangalia, okay, alafu naendelea na vitu vyangu. Pepo anakuwa amekuvaa na amekutoka. Inaweza ikawa tu ni jambo la dakika moja. Kwa hiyo ukienda kanisani, na tuna kauli tunatumia kwamba sinaangalia uumbaji wa Mungu. Ukienda kanisani, mchungaji wako atakuwekea mikono. Huyo pepo hayupo. Kumbuka tu alikuingia akatoka. Alipita. Kwa hiyo kuna mtu anavaa nguo fupi alafu anaweza akasema labda mimi sina pepo. No. Pepo anakuingia na anatoka. Bwana Yesu asifiwe. So lazima anakaa ndani yako permanently. Sasa tutoke hapo. Kwa hiyo nikawa nasisitiza sasa, ili mtu uweze kubadilisha maisha yako, ili mtu uweze kubadilika, ni lazima uanze kwanza kujiwekea ratiba ya chakula utachokula, yani vitu ambavyo unavisikia na kuviona, ili vikujenge akili yako, ili vikujenge mtazamo wako, ili viweze kukujenga sasa. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema labda nataka kuwa rais, alafu siangalii marais wanavovaa, wanavoongea, marais wanavotembea, marais ni namna gani wanajiweka. Haitawezekana. Petro naona anasema sisi hatuwezi. Na kwenye mstari wa pili ambao tuliusoma kutoka kitabu cha Yohana, tulisoma pia kutoka kitabu cha Yohana, tuliona mlango wa 8 mstari wa 37 na mstari wa 38. Hapa tunamwona Yesu Kristo anasema, najua ya kuwa nyinyi ni uzao wa Ibrahim, lakini mnatafuta kuniua, neno langu alimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo niyatendayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anawaambia, mimi nilichokiona kwa Mungu ndio nachokifanya, na nyinyi ndio hivyo mlivyovisikia kutoka kwa baba yenu Shetani ndio mnaotaka kuyafanya. Mlioyasikia ndio mnataka kuyafanya. Kwa hiyo kuna watu kwenye jamii yetu wanafanya mambo ambayo sio sawa. Ili uweze kuwasaidia hawa watu, hakikisha kwamba kuanzia sasa hivi wanaanza kusikia na kuona vitu vya tofauti. Ukiweza kumbadilishia mtu rutini yake ya vitu anavyoviona na kuvisikia,
kuna mambo mengi sana yatabadilika kwenye maisha yake. Mimi nimebadilika nikawa pastor kwa sababu niliweza kubadilisha vitu ninavyoviona na ninavyovisikia. Nilikuambia wiki iliyopita kwa ndani ya miaka kama 2 niliacha kabisa kuangalia TikTok, Instagram, Facebook. Nikawa tu nasikiliza mahubiri. Na baada ya kufanya hivyo maisha yangu yakabadilika. Ghafla nikaanza kuwa mtumishi. Ghafla nikaanza kuitwa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuambia ametuumba sisi kwa sura na kwa mfano wake. Kwa sura na kwa mfano wake. Mungu kashaachia neno lake. Nilikwambia Mungu akiachia neno lake ni kazi yetu sasa sisi either tulirudishe au tulifanye. Mungu kashatumba sisi kwa sura na kwa mfano wake. Mimi na wewe lazima tuweke juhudi za maksudi kufanana na Mungu. Tuwe kama Mungu. Unaikaje hizi juhudi? Unaanza kusikiliza neno. Unaanza kusoma Biblia. Unaanza kumtazama yeye. Biblia inasema the way we behold him we become like him. Tunavyoendelea kumtazama yeye ndivyo tunavyoendelea kuwa kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima sasa mimi na wewe tujue kabisa ili Carlson afanikiwe kwenye kila kitu. Ninajua kabisa Mungu hawezi kufeli. Ninajua kabisa Mungu anaweza mambo yote. Ninajua kabisa kuwa Mungu hawezi akatishiwa na shetani. Mungu hawezi akatishiwa na shetani. Sasa ili Carlson naye aweze kuwa hivyo, kwa maana Carlson Biblia imemuita yeye ni kama Mungu na anafanana na Mungu na ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ni lazima Carlson aanze sasa kumwangalia Mungu, aanze kumsikia Mungu ili awe kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Petro na Yohana walikuwa wanafanana kama Yesu. Tunajua Yesu ni Mungu. Waliweza kufanana naye. Kwa nini walifanana naye? Kwa sababu walikuwa wanamuona na walikuwa wanamsikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili mimi na wewe sasa tubadilike, tuweze kufanikiwa kwenye kila kitu. Sio tu tufanikiwe kwenye biashara. Ukiwa kama Mungu hawezi ukafeli. Mungu anafeli. Mungu si anaweza mambo yote. Si ndio? Mungu anaweza kumwogopa adui? Hapana. Haiwezekaniki kabisa. Sasa Mungu anakuambia na wewe uko kama mimi. Unafanana na mimi. Kwa hiyo inamaanisha kuna namna ambayo Carlson anaweza akabadilika kuanzia sasa hivi. Asifeli. Asishindwe. Biblia inasema ninaweza mambo yote. Kweli niweze mambo yote. Biblia inasema mimi ni mshindi. Kweli niwe mshindi. Lakini nitafanyaje hivyo? Ni kwa kufanana naye. Ni kwa kufanana naye. Nitafananaje naye? Nitafanana naye kwa kumsikia na kwa kumuona yeye. Nitamuonaje yeye na nitamsikiaje yeye? Nitasoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma neno na nitaomba. Nitasoma neno na kufanyaje? Na kuomba. Naomba tusome Isaya 40 mstari wa 28. Kitabu cha Isaya mlango wa 40 mstari wa 28. Mlango wa 40 mstari wa 28. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Endelea hadi mstari wa 31. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapa kwenye Isaya 40 mstari wa 28, kwanza inakueleza CV ya Mungu. Je, wewe hukujua? Yaani nataka ikufahamishe. Hukusikia. Bado hujasikia tu. Sasa inakueleza CV ya Mungu na inakueleza kuwa Mungu ni nani. Yeye Mungu wa milele. Kwanza yeye ni Mungu wa milele, moja. Yeye ni muumba wa miisho ya dunia, 2. Yeye azimii, 3. Yeye hachoki, 4. Akili zake hazichunguziki, 5. Alafu anakuambia sasa Mungu anaweza kufanya nini? Anakuambia huwapa nguvu wazimiayo, humwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Halafu Biblia inakupa onyo kali sana kuwa hata vijana, yani kwenye jamii yetu wale ambao wana nguvu, wale ambao wana nguvu, yani unamwona huyu mtu sasa hivi ni tajiri, huyu mtu sasa hivi ana mali, huyu mtu sasa hivi yuko vizuri. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka
Kwa Kiingereza inasema utterly fall, yani wataanguka kwa kishindo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inakueleza pia Mungu anaweza akafanyaje, na Mungu namna ambayo anaweza kumpa mtu nguvu. Ni namna gani Mungu anaweza akampa mtu nguvu? Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Na huyu mtu atakuwaje? Biblia inasema bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Huu mstari unatusii sisi kuwa ni lazima tujue tunatakiwa tu tunamsubiri Mungu kwenye kila kitu chetu. Tunakaa na Mungu kwenye maombi. Tunakaa na Mungu kwenye kusoma neno. Kuna kuaga na kitu, yani uaga najiongelesha. Hivi ndo namna mbona najiongeleshaga. Carlson, iki kielele chako cha kutaka tu, yani umeomba unataka tu kusema amen. Umesoma mistari miwili mitatu unataka ufunge Biblia. Haikusaidii. Biblia inasema wao wamngojao Bwana. Ni hadi umngojee Bwana, kuna sehemu unatakuwa unamngoja Bwana ndio utapokea nguvu mpya. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninajembea kwa hata ukianza kuomba, iko kitu ambacho kinakwambia sema amen, achana nacho. Wewe endelea kuomba. Kwa nini? Yani kwa nini unataka umalize? Yeye unaomba, kuna kitu kinakwambia maliza. Unawahi wapi? Nawahi wapi? Kwa nini wakati naangalia series sina sehemu ya kuwahi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninawahi wapi? Unatakiwa ujifunze kumngoja Bwana. Mngoje Bwana kwenye maombi. Kwa maana unavomngoja Bwana kwenye maombi, Biblia inasema yeye atatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Kumbuka, atatuonyesha. Yeye Bwana atatuonyesha. Ni yeye akikuonyesha kitu ndio maisha yako yatabadilika. Kumbuka tumejifunza hapa kuwa vitu ambavyo tunaviona na kuvisikia. Vitu ambavyo tunaviona, si ndio? Lot hakutaka kumngoja Bwana. Yeye akainua macho yake mwenyewe. Alivyoinua macho yake mwenyewe akaona bonde la Sodoma na Gomora, akaenda kule. Panaonekana ni sehemu ambayo vijana wana nguvu, yani ni sehemu pazuri, lakini akaanguka. Biblia inasema sasa Ibrahim alikuwa anamngoja Bwana. Mungu akamwambia sasa inua macho yako. Mungu anamwambia Ibrahim kwenye kitabu cha Mwanzo, sasa inua macho yako. Kwa hiyo Ibrahim hakutaka kuinua macho yake na kutazama. Yeye alikuwa anamngojea Bwana, na kwa sababu alimngoja Bwana akafanikiwa sana. Tunapomngoja Bwana ndipo tutapoonyeshwa. Biblia inasema niiteni nami nitawaitikia. Lakini kuna kitu anatueleza zaidi hapo. Nami nitawaonyesha mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Ametuambia watu wengi wanamuita Mungu. Kabla Mungu hajaitika, wanakuwa wamesha kata simu. Yaani wamesha sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akiitika, Biblia inatueleza kuwa kuna jambo ambalo tutaliona, atatuonyesha mambo magumu tusiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatuonyesha mambo magumu na makubwa tusiyoyajua. Kumbuka, ni hadi tuone haya mambo magumu na makubwa tusiyoyajua ndipo tunapoweza kubadilisha maisha yetu, ndipo tunavyoweza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hapa tunajifunza kuwa ni lazima tuweze kumsubiri Bwana katika maombi. Ni lazima tumsubiri Bwana katika neno. Tunavyomsubiri Bwana katika neno na katika maombi, kuna vitu ambavyo vitabadilika ndani yetu. Tunavyoendelea kumwangalia yeye, ndivyo tunavyozidi kuwa kama yeye. Labda nikupe samari ndogo. Kila kitu unachokiona na unachokisikia kinakujenga wewe. Kila kitu unachokiona na unachokisikia kinakujenga wewe. Kila kitu unachokiongea kinajenga ulimwengu wako. Kila kitu unachokifanyaje? Unachokiongea. Na kila kitu unachokifanya ndio hali ulionayo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Turudi. Kila kitu unachokifanya, kila unachokifanya ndio hali ulionayo sasa. Lakini hiki kitu unachokifanya ambacho ndo hali yako sasa, kinatokana na hiki kitu ambacho kimekujenga. Hiki kitu ambacho kimekujenga kimetokana na vitu ulivyoviona na vitu ulivyovisikia. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ulimwengu wako sasa hivi ulivyo ni sawasawa na maneno yako. Na maneno yako unajua yanatoka kutokana na vile vitu ulivyoviona na vile vitu ulivyovisikia. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa sana na ustawi sana, ni lazima ujue kuwa
vitu unavyoviona na unavyovisikia ni lazima vibadilike. Ndio maana sasa hivi kuna media za kimungu kama Zion Impact Radio. Isikilize. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kusikiliza vitu ambavyo utakueleza habari msanii fulani kafanya hiki, msanii fulani kapigana na yule, msanii fulani hizo habari hazitakusaidia. Lakini ukisikiliza Zion, naamini kuna vipindi kama hivi, kuna vipindi vya watumishi hapa, kuna vipindi vya maombi, kuna vipindi vingi vya neno ambavyo vitakujenga. Na hivi vinavyokujenga ndivyo utakavyobadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa usiseme na vifanya vyote. Huku unasikiliza kidogo, huku unafanya kidogo. Mungu huaga anawataapika watu walio vuguvugu. Ndio alivyosema. Kama unasikiliza neno la Mungu, pambana na redio za neno la Mungu. Sikiliza Zion. Kama wewe kama utaki, unajua uko tayari, bora ujiambie ukweli, mimi siko tayari. Mimi nimeamua kabisa, mimi ni katika wale watu ambao tutarudi nyumbani. Tuna hofu sisi. Sisi tutarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Sasa hapo kwenye wenye hofu na ambao hawajiamini wanataka nini? Kuna msikilizaji ametuma ujumbe huku anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Anauliza, uliwezaje kuacha dhambi ulivyookoka mchungaji? Mimi natamani nisitende dhambi hata kidogo, nisimame kwenye amri za Mungu, lakini nashindwa kusimamia ukweli. Sipendi hata kudanganya, lakini nashindwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni swali ambalo kauliza swali zuri. Ili niache dhambi, kwanza nililazimishwa, kitu cha kwanza. Mama yangu alilazimisha nianze kwenda kanisani. Kwa hiyo nilikuwa naenda kanisani, ibada ilikuwa ni ya masaa mawili kwa maana tulikuwa tunaenda KKT. Ninajaribu kwenda baada ya lisali moja ibada ilivyoanza, na muda mfupi tu nakuwa, yani dakika 10-20 mradi tu nimeingia kanisani afu nimetoka. Na siku ambayo nimebadilika ni siku ambayo kulikuwa kuna mchungaji mpya, mwanamke. Nikasema hadi mwanamke amekuja. Sasa alikuwa na blush sana, hawezi kuangalia mbele, hawezi kufanya hiki, yani ametoka tu chuo. Nikasema sasa huyu, yani kuna kitu ambacho kikao kinanivutia nimwangalie. Yani niseme huyu sasa nitamsikiliza. Akafungua Biblia yake akasoma mstari mmoja. Hata akasema tu kuna muda Petro alimkaribisha Yesu nyumbani mwake. Na Yesu alivyoenda, Yesu ghafla akaanza kumponya mamake ambao alikuwa ni mgonjwa, akaanza kufanya vitu vingine. Kwa hiyo ukimkaribisha Yesu moyoni mwako, kuna vitu ambavyo ataanza kuvifanya vya zaidi. Sikusikiaga tena, yani alivyosema hivyo ni kama nilikuwa sisikii tena neno lingine. Nikaondoka tu, yani nasikia hilo neno. Kwa Yesu ukimkaribisha moyoni mwako atafanya vitu vya zaidi. Sasa nilikuwa nina redio yangu na nilikuwa siwezi kabisa kusikiliza gospel. Nikasema wakati nasinzia, yani ule wakati nasinzia kabisa, najua sasa hivi ndo nalala, nitaweka gospel. Sasa na kweli zikawa zina play usiku, lakini nikiamka, kwa sababu redio bado inaendelea, ninavyoanza zile ratiba zangu za asubuhi bado zile gospel zina play. Ikafika sehemu nikasema kumbe hata gospel na zenyewe pia ni nzuri, sio kwa zina ubaya bwana. Unaweza tu nikazisikiliza. Kipindi hicho ulikuwa ni mtu wa bongo flavor sana. Nilikuwa ni bongo, yani nilikuwa siwezi kusikiliza gospel. Yani nilikuwa nimezama sana duniani. Lakini sasa ndo Mungu ananitoa. Kwa hiyo nikaanza sasa na kusikiliza gospel. Na nikawa nasikiliza nyimbo hizo za Nigeria kama ile Ekueme. Kuna namna ikawa ile nyimbo ikianza inanigusa moyo wangu. Nazama rohoni ile. Yes, yani inanigusa. Kwa hiyo nikaanza kubadilikia hapo. Na mama yangu alivyoona kuwa ghafla nikawa kanisani ninawahi, ninaenda sasa muda wa ibada, akaniambia Carlson hama, nenda kwenye kanisa la kiroho. Nikawa naenda kanisa liko CVC Victorious Kimandolo. Ibada inaanza saa 2:30 inaisha saa 9. Maisha yakabadilika. Kwa maana hauwezi ukaenda kwenye ibada ndefu hivyo maisha yako asibadilike. Hayo masafa marefu. Yes. Kwa hiyo tunaomba, yani tunaomba kweli. Tunafundishwa neno, tunaimba, tunaabudu. Yani kuanzia saa 2:30 mpaka saa 9 ibada. Maisha yangu yakabadilika kabisa. Kwa hiyo ni kwa sababu nilianza kupata muda mrefu zaidi wa kukaa na Mungu, ndio maisha yangu yakaanza kubadilika. Na mimi nikaa na juhudi sasa, naenda kwenye mikesha, nikiambia kuna mtumishi mwingine anakuja, ninaenda kwenye hizo ibada. Yaani unaendelea sasa kumtafuta Mungu. Chochea. In short Amen. ni kwamba unapokaribia mambo ya kiroho sana, Ndiyo. baadhi ya mapungufu uliokuwa nayo, dhambi, madhaifu yanaenda yanatoweka taratibu. Yes, yanatoweka taratibu. Kwa maana kuna vitu ambavyo vilikuwa ni vifungo. Yaani vilikuwa tu sio vifungo. Vilikuwa ni vifungo sana. Labda Na hapo kidogo. Ulikuwa sio muongeaji. nilikuwa kabla- sio muongeaji. Kabla nilikuwa sio muongeaji. Sawa. Nilikuwa ni mtu ambaye yani ni mtu mpole sana. Lakini kwenye kifungo ambacho kilikuwa kimenifunga sana ni kifungo cha masturbation.
Kwa hiyo kuanzia nikiwa form 2 miaka kama 10 na kuanzia nikiwa form 2 kwa sababu nilikuwa nauelewa, yani nilikuwa sipendi. Kwa hiyo nikawa nimemwekea Mungu hadi ahadi kwa Mungu nisaidie. Lakini ilifika sehemu kwenye maisha yangu nikaquit. Yani kuna mtu ambaye sasa hivi ni mlevi, kuna mtu ambaye sasa hivi ni muongo, kuna mtu ambaye sasa hivi ana kifungo fulani. Na mimi nilikuwa kwenye hali hiyo. Nikasema kwa kweli haiwezekaniki kuacha na sintajaribu tena kuacha kwa maana nimeshajaribu, haiwezekaniki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilifika sehemu over time na hadi hapo hadi bado nilikuwa niko kwenye kifungo na nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ninamjua Mungu. Sio kwa nilikuwa simjui Mungu, lakini bado niko kwenye kifungo cha dhambi. Kwa hiyo wewe msikilizaji naye pia anajihisi huko kwenye hiyo hali. Ikafika mahali nikaanza, yani nikawa ninaendelea tu kumuomba Mungu kwa bidii. Kabla ya kulala nikaanzisha ratiba ya kuangalia, nilikuwa naangalia rock. Nilikuwa naangalia mtumishi Sanbela anafundisha deliverance. Unajua kila mtumishi ana neema yake. Yes. Baada ya kuwa anafundisha sana deliverance, tunaomba, tunakemea maroho ya mapepo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nikajishtukia hata sikujua. Ikapita kama miezi kama 2-3. Sijafanya vile tena. Nikajua aha, kumbe kuna hivi vitu kuhusu deliverance ambao nilikuwa labda sijavizingatia. Lakini nikatoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kuanzia iko kipindi mpaka sasa hivi nikaweza kushinda hiyo hali. Kwa hiyo nikaweza kushinda hiyo dhambi. Nikutie moyo. Wewe kama ni msikilizaji na kuna dhambi ambayo imekukamata, usikate tamaa. Endelea kumuomba Mungu, endelea kumtafuta Mungu, na pia sikiliza pia deliverance. Kama unaweza ukawa kabla yani unajua kabisa labda mimi dhambi nitaifanya usiku au nitaifanya asubuhi, kabla hujatoka, hebu kupita na maombi ya deliverance. Kuna watumishi wengi sana ambao wanaongeza vipindi vya deliverance ambavyo ni vizuri na vinaweza vikakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante sana mwalimu. Kulingana na time inabidi tuondoke na najua jumbe bado ziko pale. Tusome moja. Yani moja anasema mafundisho ya nguvu sana toka kwa mtumishi wa Mungu Carlson, nasikia kuhuishwa kabisa. Amen. The more tunamsikia na kumwomba Mungu, the more tunafanana naye. Yeah. Tukishafanana naye Mungu basi hakuna namna tutaacha kufanikiwa. Hili neno lina nguvu sana. Mungu ambariki mtumishi wake, anaitwa Furaha Bayo. Amen. Swali moja tu afu tunaondoka. Hivi kuna vifungo ambavyo haviwezi vikatoka ndani yako kwa maombi yako mwenyewe binafsi mpaka upate nguvu ya Mungu ya ziada kwa watumishi wengine? Hapana. Ila kuna kipindi ambacho bado mtu ni mtoto kiroho au bado hajakomaa sana. Ndio. Bado hajajua kweli mistari mingi ya Biblia au bado hajakomaa kiroho. Iko kipindi bado hivyo vifungo vinaweza vikamshika, kwa hiyo anahitaji msaada kutoka kwa mchungaji au mtu mkubwa ili aweze kuondokana na hivyo vifungo. Yes. Lakini kwa mtu ambaye amekomaa kiroho, kuna kifungo chochote kinaweza kumzuia, anaweza kujifanyia self deliverance. Bwana Yesu asifiwe. Ila sasa ni lazima ujue kuwa usijiamini sana. Kwa maana hata mimi mwenyewe nikikufundisha kuna vitu unajifunza. Hata na mimi nikitoka hapa naenda kujifunza. Naenda kuwasikiliza watumishi wengine. Kwa hiyo ni lazima uwe unajua kuna nafasi ya watumishi na nafasi yako wewe mwenyewe. Vyote viunganishe na vyote vitakusaidia. Mtumishi wa Mungu, karibu tuweze kuhitimisha na tuendelee kujiandaa kwa ajili ya Jumapili. Maana tunajua baada ya Jumatano mtumishi wa Mungu Carlson Mbise tunakuwa naye Jumapili saa 2:30 usiku mpaka saa 3:15. Karibu. Amen. Basi tunaweza tukafunga macho yetu tukamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa kuwa umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Roho Mtakatifu tunakushukuru, sifa, heshima na utukufu zikurudie wewe Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana, tunakabidhi siku ya leo mikononi mwako. Tunaomba Mfalme wa amani, kila kitu tulichojifunza kikakae kwenye ufahamu wetu. Tunaomba ukatupe nguvu ya kuregulate vitu gani tunavyovisikia na kuviona. Tunaomba Bwana wa majeshi, huu ukawe ni mfungo wetu ambao unaupokea, kwa tunaenda kufunga vitu vyote ambavyo tunaviona, vitu vyote ambavyo tunavisikia ambavyo ni kinyume na mapenzi yako katika maisha yetu, tunaenda kuviondoa, tunaenda kufanya mfungo katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba Mfalme wa amani ukatusaidie, ukatutangulie na ukatuwezeshe tuweze kusikiliza vitu vyako, tukakutazame wewe ili tuweze kuwa kama wewe kwa sura na mfano wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba, na wote tuseme amen. Amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Na msikilizaji, kazi inabaki kwa kwetu kufanyia kazi neno. Najua kuna watu wanatusikiliza na wanapenda series. Yaani yeye ikifika asubuhi anawaza
pale Mangi anayeuza series anafungua saa ngapi? Yule kijana anayeuza series zimetoka ngapi leo? Sasa wakina mama wa nyumbani sana tumekaa huko, lakini pia na vijana tumekaa huko, na tunafikiri yale maisha ya series yanaweza yakawa maisha yetu. Tumeangalia na hakuna mabadiliko. Mungu abadilishe maisha yetu na tuanze kumwangalia yeye na kumsikiliza yeye ili tuweze kubadilishwa. Tumefikia mwisho. Mimi naitwa Zake Simbaye. David Chiva Viro. Naitwa Godson Clem, barikiwa tena na tena. Anaitwa Ada yuko na Meschino, wanakuambia yes sir. Asubuhi ya leo mwambie Yesu yes sir. Chochote anachosema kwenye neno lake mwambie ndio Bwana mkubwa. Barikiwe na bye bye.